Miujiza ya Musa. Kadiri muda ulivyopita, Farao alijuta sana kuwaacha Waebrania waende. Yeye mwenyewe aliongoza jeshi kubwa la Misri, likiwa na magari 600 ya vita yaliyochaguliwa kuwafuatilia. Kutoka mbali nyikani, makelele ya magurudumu ya magari na mbio za farasi yalizidi kukaribia. Hofu na wasiwasi vikaenea tena katika nyuso za Waebrania. Musa aliwapigia kelele watu akiwaambia wasiogope. Mungu alimwamuru kuinua fimbo yake na kunyoosha mkono wake kuelekea bahari. Usiku kucha, upepo mkali wa mashariki ulianza kuvuma. Maji ya bahari ya Shamu yakagawanyika kushoto na kulia, na njia isiyowezekana kwa nguvu za kibinadamu ikafunguka. Maji yalisimama pande zote mbili kama kuta imara, na katikati ya bahari kukatokea njia ya nchi kavu. Waebrania wakasonga mbele hatua kwa hatua, wakiwapeleka wazee, watoto na hata mifugo yao. Hofu na mshangao vilichanganyika, lakini hatua zao hazikusimama. Safari hii ya imani iliendelea usiku mzima kuelekea ufuo wa pili. Jeshi la Misri halikusimama, bali liliwafuata ndani ya bahari iliyogawanyika. Magari na farasi vilikimbia kati ya maji, lakini vikazama kwenye tope, magurudumu yakatoka na machafuko yakazuka. Wakati huo, Musa aliponyoosha tena mkono wake kwa amri ya Mungu, maji yakarudi mara moja. Magari na jeshi vilifunikwa kabisa, hakuna hata mmoja aliyenusurika, na msako ukaisha kabisa. Katika ufuo wa pili, Waebrania hatimaye walithibitisha uhuru wao kamili. Hawakuwa tena watumwa wa Misri, bali walikuwa taifa lililo katika agano na Mungu. Kadiri muda ulivyopita, jumuiya ilielekea katika nchi ya ahadi ya Kanaani na kujenga maisha mapya. Chini ya uongozi wa uaminifu wa Mungu, hofu ikatoweka na maisha mapya ya amani yakaanza.